Serikali imechukua hatua ya kupunguza hofu kuhusu uwezekano wa kupunguzwa kwa umeme baada ya maelezo ya Rais William Ruto akionyesha kwamba katika baadhi ya maeneo umeme hukatwa kwa muda kati ya saa 11 jioni na saa 10 asubuhi ili kudumisha usalama wa gridi. Mkurugenzi mkuu kampuni ya umeme nchini Joseph Siror amedhibitisha kwa Kenya ina uhakika wa kutosha wa nishati, akieleza kuwa wito wa Rais William Ruto kuongeza uzalishaji wa umeme unalenga kukua kwa viwanda na uchumi. In terms of attracting the investors, it is very good for me to state that during the day we have adequate generation. And it's only that window between around 6 and 10 p.m. which we are addressing, and I think the PS has answered to that. But again, after 10 p.m. we have too much power available. Yes, it is true that there are once in a while, because of breakdowns and because of the intermittent nature of wind and solar, we can have a slight constraint. But over and large, we do have adequate power within the country, but the reserves are normally very thin. We don't have spinning reserve. What is spinning reserve? Spinning reserve is in case we have a plant that is out. In case today Lake Turkana has low wind output, we do not have a plant that can be able to inject the 300 megawatts instantly to ensure that we do not load shed. So we survive very well when we have very good wind outputs, but on days when we do not have good wind outputs, then the country, we do not have enough farm capacity that can be able to power our peak power demand. Maelezo haya yanatolewa kufuatia hotuba ya Rais William Ruto kwa Wakenya walioko Doha, Qatar Jumatatu usiku, ambapo alionyesha umuhimu wa shilingi trilioni 1 kuongeza uwezo wa taifa wa umeme hadi angalau megawati 5,000 ili kuimarisha ukuaji wa uchumi. Today in Kenya, jioni between 5 and 10 p.m. we have to do load shedding. We have to shut off some areas to be able to power other areas because our energy haitoshi. One data center requires 1,000 megawatts. Na tuko na 2,300. Tuko na 2,300 megawatts the whole country. Maneno ya rais yalizua hofu ya uwezekano wa kukosekana kwa umeme siku za usoni, lakini Wakenya kote nchini wamekaribisha uhakikisho wa mkurugenzi wa Kenya Power ambao unaleta matumaini mapya kuhusu upatikanaji wa umeme nchini. Ningependa kusema kwamba tukiangalia kampuni ya usambazaji umeme ambayo ni Kenya Power, alafu tuangalie kampuni ya wanaotengeneza umeme ambayo ni KenGen. Tunaweza sema kwamba wale wasambazaji wa umeme ambao ni Kenya Power waweze kuwajibika na waweze kuambia serikali ni nini ambayo inastahili ili Rais William Ruto aweze kutoa bajeti ya pesa ambazo watatumia katika kununua transformer na kurekebisha mitambo za stima ambazo zimepata hitilafu ili kwamba Wakenya waweze kufurahia kufanya biashara kutumia umeme. Wakuu wa sekta ya nishati wamesisitiza kwa gridi itaendelea kufuatiliwa ili kuhakikisha upatikanaji wa umeme thabiti na salama kwa kaya na biashara. Nikiripotia mtazamo wa Dira Runinga ya Tandao, jina langu ni Florence Simiyu.